mmesikia kidogo engineer alichokuwa anakizungumza na safari yake nzima ambayo ameifanya. Nadhani mpaka hapo kuna kitu ambacho mmekipata kuhusiana na engineer, namna ambavyo tunaweza tukamtafsiri kwa watu ambao hawamfahamu na hawaoni inawezekana, kwa kupofushwa ama bado akili zao hazijajichanganua kuweza kujua namna ambavyo jamaa anafanya kazi mpaka kufikia hatua ya kuteuliwa ama kuchaguliwa kwenye nyadhifa kubwa FIFA pamoja na CAF. Nianze kwako Chisano ama Nation ama Upete? Twende kazi. Kwangu mimi namuona Engineer Hersi ni game changer. Yani ni mtu ambaye anakuja kubadilisha vitu vingi, lakini ndo mtu ambaye anakuja kufanya mapinduzi kwenye mpira wetu. Kwa namna ambavyo ameingia Young Africans tangu mwaka 2021, lakini angalia leo hii ni miaka 5 yuko Yanga. Miaka 2 alikuwepo kama yuko kwa upande wa mfadhili wa klabu hiyo GSM, lakini huu ni mwaka wake wa 3 yuko Yanga kama rais wa klabu. Angalia kwa namna ambavyo amejitahidi au amefanya kazi kubwa ya kuibadilisha klabu. Ameitoa klabu katika kipindi kigumu, kipindi cha kupitisha bakuli. Kama utakumbuka kuna mechi ambazo Yanga walikuwa wanacheza, kuna lile deli la kuuzia nini kama maandazi au vitumbua jeupe linaonyesha vitu ndani. Kwa mtu anavoweka hela pale uwanjani, hela yake inaonekana kabisa ameweka kiasi gani. Lakini leo hii sio Yanga hiyo ya bakuli, ni Yanga ambayo wale watu ambao walikuwa wanaweka hela uwanjani wakati mechi inaendelea ni watu ambao sasa hivi wanajiunga kuwa wanachama wa club na wanachangia club yao kwa kulipa zile ada za wanachama. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni mtu ambaye ni game changer. Ni mtu ambaye anakuja kubadilisha mifumo mingi ya kiuendeshaji, anakuja kuleta mapinduzi ya mpira, hasa kuleta mpira wa kisasa kwa kile ambacho kinafanyika. Amekuja na idea ya kutafuta consultants kutoka pale La Liga, lakini pia namna ambavyo mfumo wa mabadiliko wa klabu yao unavyokwenda, unaona kuna utofauti mkubwa ambao anakuja nao. Lakini angalia namna ambavyo Yanga wanajihusisha wao na mashabiki wao. Kiukweli fans engagement ya Yanga inafanyika kwa kiasi kikubwa sana. Yanga wanasafiri kwenda mikoa mbalimbali kutafuta wanachama wapya. Juzi tu hapa walikuwa zao Mbeya na wakaenda zao kule Kiela, wanazindua matawi, wanatafuta wanachama wapya, na sasa hivi wanakaribia kuwa na wanachama 100,000. Kwa hiyo kwa hiki anachokifanya ni kikubwa sana, na hata hizi ngazi ambazo anazipata kwenye CAF lakini pia hata FIFA ni ngazi ambazo anazipata kwa sababu wanaona akili yake, wanaona vision yake. Yani wanaona, unajua mtu anavyoongea unajua kwamba huyu baada ya miaka 5 kuna level ambayo ataifikia. Huyu baada ya miaka fulani kuna kitu ambacho atakuja kukipata. Kwa hiyo ngoja tumtumie, anaweza akatusaidia kwa namna moja ama nyingine. Angalia tu changes ambazo amezifanya mara baada ya yeye kuwa mwenyekiti wa shirikisho wa chama cha vilabu Afrika. Sasa hivi timu kwenye zinavyoshiriki kwenye michuano ya CAF Champions League na Confederation hatua ya awali zinapata $100,000 kila timu. Manake ni yeye ambaye amekuja na hiyo idea, na kuna mabadiliko ambayo tunayaona ndani ya muda mfupi tu. Tunaona hizo changes kuanzia Yanga, namna ambavyo Yanga imekuwa na bond kati ya mashabiki wa Yanga na wao wenyewe. Lakini angalia uendeshaji wa club, namna ambavyo club inafanya usajili, lakini pia namna ambavyo klabu inafanya maandalizi ya msimu, namna ambavyo klabu inashiriki kwenye michuano ya CAF Champions League na Confederation. Ni Hersi Said ambaye Yanga ilikuwa mara ya mwisho kushiriki hatua ya makundi ya CAF Champions League au kufika ile 16 bora ilikuwa ni mwaka 98, lakini ndani ya uongozi wake klabu imekuja tena kushiriki. Kwa hiyo mimi namuona ni mtu ambaye ana vision na ana uwezo mkubwa. Ni vile tu anatakiwa kuendelea kuaminiwa
na kuendelea kupata nafasi zaidi ili aweze kutumia ile akili alionayo, kutumia ule uwezo alionao kwenye maendeleo ya mpira, kwa sababu Yanga tayari kuna ushahidi ambao unaonekana, na tayari kwenye kile chama cha vilabu Afrika kuna ushahidi ambao unaonekana. Sawa, Upete, kwako una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa? Kwanza ni kitendo cha yeye kutumia muda mfupi kufika hapa alipofika. Huwezi kupuuza hizo hatua zake. Na unaweza kutazama tu tangu ameingia rasmi kwenye uongozi, nafikiri ni kipindi cha miaka 4 sasa hivi. 4 ama 3 ama 4. Tayari anaaminika kwenye majukwaa makubwa ya kimpira, na binafsi jana nilikuwa namtazama zaidi CEO wa aliyekuwa CEO wa Azam FC, makamu rais wa Azam FC, Abdul Karim Nurdin Popat, ndiye ambaye nilikuwa namsikiliza zaidi. Anazungumzia faida ambazo anazipata kutokana na uwakilishi wa Hesh pamoja na watu wengine kwenye bodies za kimataifa ama kwenye vikao vya kimataifa, kwamba wao pia wamepokea na alithibitisha kwamba Azam pia watajiunga na umoja wa vilabu Afrika ambao kiingilio chake nafikiri ni $10,000 ama $1,000, kitu kama hiyo. $1,000 tu, kama milioni 20 na $1,000 milioni 2 na milioni 2 na laki 4 tu. Sasa ukitazama kwenye mazingira hayo, nadhani inatosha kabisa kwamba kila mmoja anaweza kujiunga huko na akaweza kunufaika na proposals mbalimbali ambazo zitakuwa zinatolewa huko. Sawa, lakini pia engineer aligusia kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa. Watu walikuwa wanataka kufahamu majukumu yake ni yapi kwenye hiyo sehemu ambayo anakwenda kufanya kazi. Tumsikie pia akizungumza Engineer Hersi kwenye hilo swala. Sasa vilabu bado havina sauti ya pamoja kukaa nje ya uwanja. Vinaweza kukutana uwanjani vikashiriki, lakini havina ule umoja nje ya uwanja. Kwa hiyo ACA inakwenda kujenga umoja nje ya uwanja. Wote tunafahamu kuna challenge za kusafiri barani Afrika. Challenge hizo zinaweza kuhudumiwa tukiwa na sauti moja. Ziko airlines nyingi ikiwemo Air Tanzania sasa hivi inakwenda kwenye maeneo kadhaa. Tukaweza kutengeneza mifumo ya kutengeneza mahusiano yenye discount na vitu kama hivyo, kutoa fursa kwa hizo taasisi zinazosafiri, especially kwenye groups ambazo zinazidi watu 35 mpaka 50, kuweza kupata mapunguzo ya bei mbalimbali. Lakini pia kutengeneza mahusiano ya kusaidia, kuna baadhi ya vilabu vinakwama kwenye wanasheria, mifumo ya kisasa ya sheria, mifumo ya kisasa ya marketing, mifumo ya sponsorship, mifumo ya youth development, mifumo ya transfer. Kwa hiyo ACA inakwenda kuleta umoja huu kwa ajili ya kuhudumia mshirikiano wa vilabu. Lakini pia sasa unaweza ukaja, wanasema zimbu likujualo halikundi kabisa. Tukiwa na umoja wetu, leo Yanga ikienda kucheza Malawi, ni rahisi mwenyekiti wa Yanga kuwa na communication na viongozi wa Malawi. Ni rahisi ya taasisi zetu mbili zikajuana, na hata zikipokelewa pale zinapokelewa vizuri, hawahukumi wakakwisha. Lakini kama hamjuani, unaweza kwenda sehemu ukapata mistreatments tofauti, ukashindwa kupokelewa airport, ukashindwa kupata visa kwa wakati, ukashindwa kupata basi nzuri, wakati wanakuchukua kuzungusha, kumbe utakiwa tu ni sehemu ya jirani. Kwa hiyo hii ACA inakwenda kuvunja hii mipaka ambayo haina tija kwenye maendeleo ya football. Tunataka watu hivi kwa kawaida tu Chisano, namna ambavyo unamtazama engineer, kuna uwezekano akafanya kazi kwa kutenganisha Simba Yanga Azam, Yanga Singida, treatment yake ikawa sawa? Inavyokuwa kwenye ukawaida haiwezi kuwa sawa. Hata wewe uwezi kuwa mwadilifu hivyo. Yanga ni kama mtoto wake, alafu zile club zingine ni watoto wengine. Kwa hata akachohakikisha kila mtoto amekula ameshiba, lakini size ya chakula itatofautiana. Sio, umenielewa hapo? Yaani hizi club zingine zote anazoziongoza atahakikisha zimekula zimeshiba, ila ujazo wa chakula chao hakitolingana na chakula anachokula Yanga. Ila wote jukumu lake ni kuhakikisha wameshiba. That's a fairness. Anatakiwa awe fair kwamba wote hizi club zingine zinufaike na yeye kuwa pale kama mwenyekiti wa club zote barani Afrika. Lakini namna itakavyonufaika Yanga
itanufaika sana kuliko klabu zingine, kitu ambacho hata angekuja mwingine kutoka timu gani na angefanya hivyo hivyo, angehakikisha wengine wananufaika na yeye ila wakwake ambao wanawaongoza wananufaika zaidi. Sasa hiyo ndio iko hivyo. Kwa mimi kwangu nachotamani kuona ni namna ambavyo hizo timu nyingine zinatakiwa zile na zenyewe zishibe. Ndio. Ila isitokee klabu zingine hazili kabisa, zinashinda njaa, alafu Yanga ndio inakula milo mitatu. Klabu zote zinatakiwa kwenye maendeleo ya mpira zipate chakula, na anaye kileta chakula kwenye klabu barani Afrika ni mhandisi Hersi Ali Saidi. Lakini klabu zote zishibe. Japokuwa tunajua chakula cha Yanga kitakuwa kingi kuliko cha watoto wengine, lakini wakiwa watu wameshiba hakuna tatizo. Lakini ikitokea kuna wengine, kuna huduma wanashindwa kuzipata, kwangu hapo ndio kutakuwa kuna shida. Sawa, nimependa hoja yake moja pia, alizungumza kwamba wamewasilisha kwamba wachezaji wakienda timu za taifa wao wanalipwa. Inawezekana pia ikaongeza kitu, kwa sababu sasa hivi kumpata mchezaji mzalendo ambaye anaweza kuifia timu wamekuwa ni wachache sana kupatikana. Kwa hiyo kama kukiwa na fedha, labda mchezaji atajituma na kupambana kwamba huku sasa nako pia, licha ya kwamba mimi naenda kwenye taifa, kuna fedha pia nitaipata. Kulipwa kivipi yani? Ya kulipwa yani mchezaji akienda timu ya taifa tu analipwa kama ambavyo analipwa kawaida. Si wanapewa posho. Sasa yani iwe navyozungumzia klabu ziwe zinapewa fungu. Labda hivyo. Klabu zinazotoa wachezaji ziwe zinapewa fungu. Na hiyo ilikuwa ni mpango wa mwanzo kabisa wa FIFA pia, kuhakikisha kwa mfano mchezaji akienda kushiriki World Cup, absolute klabu inapewa fungu lake. Sasa nafikiri wanataka kurasimisha kwenye mazingira hata ya kawaida hapa barani Afrika. Nilikuwa nimechanganya, vilabu ndio vinatakiwa kulipwa. Okay, nirudi hapo ndipo nilikuwa na target, ila nilichanganya. Kwenye hiki inawezekana pia yani kuna uwezekano kukaongeza kitu kwenye timu ya taifa. Unajua kuna zile situation nyingi zinatokea sana kwenye mpira, hasa Afrika, wachezaji kujivunja. Vipi? Wachezaji kujivunja. Sawa? Ndio. Yaani kuna namna mchezaji anaweza akaenda national team. Alafu kuna hapo kabla sijaenda mbali. Mashirikisho mengi wachezaji wake stahiki zinazotakiwa. Hata hizi posho hizi. Kwa mfano, kutana kwa wakati. Kwa mfano, labda rais wa nchi husika ameahidi bwana, timu ya taifa ikifuzu kwenda kombe la dunia au ikifuzu kwenda AFCON, kila mchezaji labda nitatoa bilioni 1 kwa wachezaji kwa kikosi kizima, si ndio hivyo? Katika hiyo bilioni 1 hiyo unaweza kukuta wachezaji waliopambana wakaja kuambulia 500,000 kaka, au milioni, tuseme labda milioni 500. Wanapigwa sana wachezaji, yani wachezaji wanatritiwa vibaya na mashirikisho mengi. Na hata juzi kwenye hizi mechi za kufuzu kombe la dunia, mchezo kati ya Guinea ya Ikweta na Malawi haujafanyika kwa sababu wachezaji wa Guinea ya Ikweta wamegoma kusafiri kwa sababu wanadai posho na bonasi zao za muda mrefu, yani zimekuwa wamelimbikiza posho hawajalipwa. Sasa hilo ni tatizo la kwanza la mashirikisho mengi Afrika, mengi sana. Na hata Venezuela na wao kuna mwaka 2019 wakati wako AFCON ilitokea hiyo sakata. Kuna mchezaji mmoja wa timu kubwa alilalamika, kama utakumbuka. Ndio. Waliahidiwa hela vizuri tu, lakini mwisho wa siku mmeahidiwa labda milioni 7 wakuja wanapewa milioni 3, yani nusu nzima, au milioni 4. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inafanya baadhi ya wachezaji wengi wanavyokwenda, yani hata tu timu yenyewe inakuwa inatilia ugumu kumlilizi mchezaji aende timu ya taifa. Wachezaji waga wana tabia ya kujivunja. Lakini hiki EACA hiki chama cha vilabu Afrika kipo kwa ajili ya kupambania maslahi ya nini, ya hizi club. Sawa, hizi club mchezaji akipata matatizo timu ya taifa, mwisho wa siku anarudi klabuni. Amepata injury kule, anakuja anatibiwa na nini, na klabu. Mchezaji timu ya taifa halipwi mshahara, anapewa posho. Sawa, na posho haifanani na mshahara hata siku moja. Kwa hiyo kule wanapata nini, kitu kidogo. Kwa hiyo kama mashirikisho
yatalipa hizi klabu kwa wale wachezaji ambao wanakwenda kwenye timu za taifa? Cha kwanza, itatengeneza urahisi wa hizi klabu kuwaachia wachezaji wao kwenda kwenye timu za taifa. Yaani hakutokuwa na ugumu, kwa sababu na sisi tu kuna kitu tunapata. Lakini hata kwa mchezaji akipata changamoto timu ya taifa, kwenye issue ya treatment, klabu itamtreat mchezaji, itamtibu vizuri, yani kiroho safi, kwa sababu tayari na wao kuna namna wamenufaika. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni idea nzuri. Tusubiri tu utekelezaji namna ambavyo itakuwa, lakini ni idea nzuri sana. Sawa, hicho ndicho ambacho kinazungumzwa kwa hivi sasa. Nenda sehemu ya kufanya miamala, tuma buku lako kwenda kwenye namba ya kampuni ambayo ni 553111. Nenda kaandike kumbukumbu namba ambayo ni 333 ama neno bongo. Kiasi ni buku pekee. Thibitisha kwamba umecheza na mshua atapita na wewe. Kumbuka ya kwamba nimekuahidi saa 2 na dakika 30 ni muda wa kwenda kutoa 200,000 kwa washindi 20. Wewe inawezekana ukawa miongoni mwa hao watu ambao wanatarajiwa kwenda kupata hiyo fedha. Tugeukie taarifa nyingine ambapo Azam FC inaendelea na maandalizi ya mchezo wake dhidi ya KMK pale Zanzibar, na jana jioni kikosi kilifanya mazoezi kuelekea kwenye huo mchezo, lakini alisikika kocha wa timu ya Azam akigusia namna ambavyo anapata shida kuunganisha kikosi kwa sababu wachezaji wake wengi wanaitwa kwenye timu ya taifa, lakini akigusia kwamba ni jambo ambalo linampa faraja na kuamini ya kwamba ana wachezaji bora. Jana pia Hashim Ibwe amezungumza pia kuhusiana na maendeleo ya timu yao ya Azam FC mpaka hivi sasa kuelekea kwenye hiyo michezo, akigusia pia swala hilo la wachezaji ambao wameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Mpaka hivi sasa bado hawajarejea, wakitegemea wachezaji wao waingie takriban kama siku hizi 2-3 za usoni kabla ya kuivaa KMK ambapo wanacheza mchezo wao pale Zanzibar. Kikubwa nafikiri ni kwanza tunamshukuru Mungu kwamba tumefika hapa salama na kila kitu kinaenda kama ambavyo tumepanga.